Na mtazamaji, katika makala yetu kuhusu Fahamu China imeimarisha usalama wa kijamii na utoaji huduma kwa watu walio na ulemavu kwa kuwapa utulivu na fursa zaidi za mafunzo, elimu jumuishi na uboreshaji miundo msingi. Tazama. Katika studio moja jijini Beijing, mjasiriamali Liu Daming anaboresha vifaa vya mafunzo kwa ajili ya mpango wa mafunzo ya ufundi utakaoanza hivi karibuni. Kwa kushirikiana na shirikisho la watu wanaoishi na ulemavu la China, CDPF, timu ya Liu itatoa mafunzo ya ufundi kuhusu AI na biashara mtandaoni kwa watu wanaoishi na ulemavu katika mkoa wa uhuru wa kabila la Hui wa Ningxia, kaskazini mwa China kuanzia mwezi ujao. Liu mwenye umri wa miaka 31 alizaliwa na ugonjwa wa mifupa dhaifu. Alitunukiwa hadhi ya mfano wa kujitegemea kitaifa na alirudi kutoka masomoni nje ya nchi mnamo mwaka wa 2019 ili kuanzisha biashara yake mwenyewe, akichochewa na hamu ya kuchangia maendeleo ya taifa lake. Kama kijana, nilitaka kurudi nyumbani wakati nilipokuwa na nguvu na ari zaidi, ili nichangie maendeleo ya taifa kama mjasiriamali na mtaalamu wa teknolojia. Liu ni mmoja wa watu milioni 85 wenye ulemavu ambao wamenufaika na juhudi zinazoendelea za kuimarisha usalama wa kijamii na huduma za msaada kwa kina. Takwimu za Desemba mwaka uliopita zinaonyesha kuwa watu wapatao milioni 11 wanaoishi na ulemavu na changamoto za kifedha walikuwa wakipokea posho za maisha, huku wengine milioni 16 wenye ulemavu wa hali ya juu wakipokea ruzuku ya uuguzi. Elimu jumuishi pia imeongezeka, ambapo zaidi ya wanafunzi 30,000 wenye ulemavu hujiunga na elimu ya juu kila mwaka. Mipango ya ukarabati kwa watoto na ruzuku ya vifaa saidizi sasa imekamilika kikamilifu. Maeneo ya kwanza kama Beijing, Shanghai na Zhejiang mashariki mwa China yameanzisha vifaa vya kisasa kama miwani ya maandishi ya AR na viungo bandia vya kisasa katika mipango yao ya ruzuku. Tunaweza kuomba vifaa vya msaada bila kutoka nyumbani. Chukua mkono huu wa bandia kwa mfano. CDPF hutoa ruzuku ya 90% ya gharama yake. Inaweza kudhibiti kila kidole kwa kutumia mfumo wa neva na misuli, na unaweza kubeba mzigo. Nikitoka kuchora nje, sihitaji tena kushikilia ubao wa kuchora kwa miguu yote miwili kama zamani. Zaidi ya familia milioni 1 zenye wanachama wanaoishi na ulemavu wa hali ya juu na changamoto za kifedha zimepata msaada kutoka serikalini. Wakati huo, uwekaji wa lebo za dawa zenye maandishi yanayosomeka na maelekezo jumuishi kwa dawa zaidi ya 1500 sasa unapatikana, na hivyo kufanya matumizi ya dawa kuwa salama na rahisi kwa watu wanaoishi na ulemavu. Vikwazo pia vimeondolewa katika sekta ya usafiri, ambapo sera kuhusu kutoa leseni kwa watu wanaoishi na ulemavu kuendesha zimeboreshwa. Mashirika 6 ya serikali yakiwemo Wizara ya Uchukuzi na CDPF yanashirikiana kuboresha barabara kuu, mifumo ya usafiri wa umma, vivuko na vituo vya vivuko ili kufanikisha upatikanaji wa huduma kwa wote. Nchini kote, vivutio vya watalii na makumbusho vinafanyiwa maboresho ya upatikanaji na maonyesho jumuishi ya ubunifu, hivyo kuwawezesha wageni wanaoishi na ulemavu kufurahia kikamilifu hazina ya utamaduni wa taifa. Hapo awali, uelewa wangu wa mabaki ya kale ulikuwa ni wa kufikirika tu. Sasa naweza kuingiliana moja kwa moja na nakala za mabaki hayo kwa msaada wa maandiko ya nukta nundu. Safari hii ya kuhisia nyingi imenifanya nijihisi kama nimerudi nyuma kwa miaka 1000.